mtazamaji, bwana, moja kati ya content creator huyu bwana ni MC ambaye ni kijana mdogo sana, ambapo bwana amepata umaarufu sana huko mitandaoni kutokana na shughuli ambazo huaga anazifanya. Yaani huyu bwana ni MC katika shughuli zile za mtaani, za uswazi, tunaweza kusema hivyo. Huyu kijana bwana ana uwezo wa kuchambana na watu wazima, sio kawaida, jambo ambalo watu wakaona kwamba sio jambo la busara sana kwa huyu kijana. Ni vyema angekuwa yuko anazingatia masomo, anasoma mwanafunzi darasani au anajisomea majumbani kuliko majira ya usiku yeye kuonekana katika haya mashughuli ya vibao kata, baikoko na vitu vingine kama hivyo. So moja kwa moja wadau wakaenda kuripoti kwa Mheshimiwa Gwajima, na of course Mheshimiwa Gwajima bwana akaamua kulifanyia kazi na akatoa hapa ilani, akaandika kwamba bwana, kuna ilani hapa alizitoa Mheshimiwa Gwajima. Hapa kuna page imekuja imeandika kwamba hadi muda huu hakuna hata anayeniambia kwao na mtoto huyu ni wapi ili niwe mgeni wao mnamo tarehe 20 Agosti mwaka 2026. Ni kweli kwamba hamumjui au basi mnapotezea, au niende serikali ya mtaa gani ili wanipeleke? Hii ni baada ya Mheshimiwa Gwajima kutaka kumtembelea au kutembelea wazazi au walezi wa mtoto huyo kwa ajili ya kufuatilia suala zima ambalo linaonekana huko mitandaoni. Maona bwana, kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba Mheshimiwa Gwajima alitoa mpaka lai kwa wadada wengine ambao wapo katika hizi shughuli. Aliandika kwamba wanawake wenzangu, niongeze sauti au inatosha? Hivi mnaona kwamba baadhi ya wanawake wanavyorudisha nyuma kasi ya kuwatetea ya kuwatetea dhidi ya ukatili? Jitahidi. Halafu nyie pia vile wanawake ambao mnafanya hivi, kuita watoto wadogo wa kiume na hata wa kike pia eti wanasherehesha usiku huko kwenye kumbi za starehe, siku moja mtakusanywa kwenye karandinga la polisi, usawa wa kituo, mkajieleze mna enjoy nini na hao watoto kwa utaratibu huo, na pia vile vile wana utaratibu huo waliupata wapi? Vibali vya kazi hiyo pia vile vile mlivipata wapi? Subirini tu. Ameandika hivyo Mheshimiwa Gwajima, lakini baadaye pia vile vile kukaibuka tetesi kwamba mtoto huyu bwana kwa namna moja au nyingine ni mtu wa upinde. Kwa hivyo basi kijana ikabidi ajitokeze na kuzungumzia upande wake. Nataka hapo umsikilize kijana mwenyewe alivyojitokeza na kujielezea. Na tetesi nimezisikia mtandaoni ama nimejionea mimi mwenyewe pamoja na comment kwamba watu wanaongea huyo ni shoga, sijui upo hivi, wengine wasema huyo sio shoga. Kiukweli mimi sipo hivyo ndugu zangu, yani sipo hivyo kabisa. Mimi ni mtoto wa kiume na ile ni kazi kama kazi zingine. Kwa naomba ndugu zangu muache kuzua taharuki, muache kumzushia mtu ambaye mumjui maisha yake anapitia maisha gani au mtu ameishi vipi mpaka amefikia hapa. Kwa naombeni ndugu zangu, naombeni mwache kunizushia maneno machafu, sipo hivyo. Alafu pia nimesikia Rais Gwajima kwamba ananitafuta. Naweza ngasema ananitafuta ama anitafuti. Maana angekuwa ananitafuta kwetu anapajua. Angekuja, angeonana na mimi mwenyewe mlengwa, tungezungumza ama angezungumza na wazazi wangu. Kwa hiyo Rais Gwajima kwetu anapajua. Kwa kama ananitafuta kwetu anapajua nakuja, na kama pia anitafuta basi kama nyinyi ndio mnakosi, basi naombeni mwache kuzua taharuki ndugu zangu. Sipo hivyo kama mnavyonifikiria. Ile ni kazi kama kazi nyingine. Naomba sana mnisupport kama mdogo wenu. Mninyanyue kama ndugu yenu, lakini sio mnizushie au muzue taharuki. Sana sana kama ule wanaitwa Sam ndo hodari sana kunipost na kuzusha, yani aisha vitu ambavyo havipo. Mara huu mwangalieni udogo mdomo wake sijui kwa hivi alamba vizuri. Sipo hivyo jamani ndugu zangu. Mungu kila mtu anamuumba jinsi alivyo. Ingekuwa labda kama ni mdomo atazisikia nao. Ana mdomo azisikie. Nawaombeni ndugu zangu, nawaombeni mwache kunizushia aswa wewe Samu. Sipendi, mimi sipo hivyo kama mnavyonifikiria. Mimi ni mtoto wa kiume. Na kile ni kipaji au ni kazi tu kama kazi zingine. Siwezi kuiba, siwezi kuwa mtu, siwezi kufanya vitu vya ajabu. Na ndio maana nikaamua kuchagua kipaji cha kupamba na UMC. Kwa nawaomba ndugu zangu, nawaomba sana mwache kunizushia maneno ya ajabu. Mwache labda kuzusha kwamba Gwajima ananitafuta. Naweza nasema mnazusha au ananitafuta. Kama ananitafuta kwetu anapajua, ama wafuasi wake au ndugu zake aliwatuma kwetu anapajua, anaweza akaja akafikia hata kwa mjumbe wetu. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu,
nawaomba sana sana sana, mimi sipo hivyo kama mnavyonifikiria, sipo hivyo, ile ni kazi kama kazi nyingine. Asante. So baada ya hapo ni kwamba Mheshimiwa Gwajima akaja akazungumza akasema kwamba mwanangu, salam, awali ya yote pongezi kwa kujitokeza. Aidha, mimi sio rais, ni waziri. Pia mimi kwenu sijui, mimi pia vilevile mimi kwenu sikujui, na wewe pia vilevile sikufahamu, na hata maafisa wangu pia vilevile wamesema kwamba hawafahamu kwenu. Hivyo basi kwa kuwa media zimekurekodi, tutawaomba sasa mtupe anwani ya kwenu ili tuje tuzungumze, tuelewane. Nia ya serikali sio kuua vipaji, bali kuhakikisha kwamba vipaji hivyo vinatengenezwa kwenye mazingira sahihi yasiyotia shaka kuhusiana na usalama wa malezi na makuzi ya watoto kwa mujibu wa sheria ya watoto. Kwa maelezo haya basi, media ambazo zimefanya mahojiano na kijana huyu, mtupe ushirikiano tafadhali. Bwana ustawi wa jamii pia vilevile Dar es Salaam Digital Dar es Salaam, tunawasiliana nawe kwa ajili ya ajenda hii. Lingine, zoezi hili na tamko langu sio kwako wewe tu, bali kwa watoto wote ambao wako kwenye mazingira kama hayo. Asanteni sana. Ameandika hivyo Mheshimiwa Gwajima kuhusiana na sakata la huyu kijana. Lakini pia vilevile kijana huyu bwana, kuna video nyingine ambayo imesambaa huko mitandaoni akiwa anazungumza kuhusiana na the same thing au bwana, kwa namna moja au nyingine ni kwamba kijana bwana amekuwa amejitokeza tena kwa mara nyingine huko mtandaoni akiwa anazungumzia swala hilo, sasa akiwa kama MC. Umeona bwana kwamba hiyo kazi bwana kwa upande wake yeye hawezi kuacha, kwanza ndio mwanzo, ndo chanzo cha riski. Hebu msikilize hapa. Hapa sasa ndo naongea kama MC King. Wengi nimewasikia ache kazi siwezi kuacha, na hata kazi yenu ya duka siitaki. Kwanza mimi sifanyi kazi kwa kufuata tamaa, labda na tamaa hela nini, nikipenda chonipa Mwenyezi Mungu. Naam, so kijana bwana amezungumza maneno hayo akiwa ameonyesha msimamo wake kwamba bwana, swala la kuacha kazi hiyo ya UMC ni kitu ambacho hakitokuja kutokea. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile hakikisha tunazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.